Sasa nitamuita Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Deogratis Ndejembi, ili atoe maelezo kuhusu mswada husika na aweze kutoa hoja kwamba sasa mswada huo usomwe kwa mara pili. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha sote kuwepo hapa kushiriki katika mkutano huu wa 19 wa Bunge na kwa kuniwezesha kusimama mbele ya Bunge lako tukufu kuwasilisha mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya Shirika la Nyumba la Taifa wa mwaka 2025, yani the National Housing Corporation Amendment Bill 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuiongoza nchi kwa umahiri, mafanikio makubwa na uzalendo wa hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Mabunge ya Duniani, yani IPU, na kumpongeza Mheshimiwa Naibu Spika na kuwapongeza waheshimiwa wenye viti wa Bunge kwa kuongoza na kusimamia vikao na mijadala ndani ya Bunge letu kwa umahiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee nishukuru sana Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii inayoongozwa na Mwenyekiti Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava, mbunge wa Korogwe Vijijini, pamoja na wajumbe wa kamati hii kwa ushirikiano na ushauri waliotupatia wakati wa kupitia na kuchambua mswada huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya Shirika la Nyumba la Taifa wa mwaka 2025, yani the National Housing Corporation Amendment Act 2025 Bill 2025, ambao uko mbele ya Bunge lako tukufu, serikali inapendekeza kufanya marekebisho yafuatayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mswada huu umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inahusu masharti ya utangulizi ambayo yanahusu jina la mswada. Sehemu ya pili inapendekeza maboresho katika vifungu mbalimbali vya sheria ya Shirika la Nyumba la Taifa sura ya 295 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 5 kinapendekezwa kurekebishwa kwa kuongeza majukumu mapya na kuboresha majukumu yaliyopo ya bodi ya shirika ambayo imekuwa ikiyatekeleza lakini yalikuwa hayajabainishwa katika sheria. Lengo la marekebisho hayo ni kuongeza ufanisi wa usimamizi wa shirika. Aidha, kifungu cha 5A kinapendekezwa kuongezwa ili kuiwezesha bodi kuunda kamati mbalimbali zitakazosaidia katika utekelezaji wa majukumu yake. Lengo la marekebisho hayo ni kuboresha utendaji wa bodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 9 kinapendekezwa kurekebishwa ili kupanua wigo wa nyaraka ambazo mkurugenzi mkuu anaweza kukasimisha mamlaka ya kuzisaini kwa maafisa waandamizi wa shirika. Kwa utaratibu wa sasa, mkurugenzi mkuu anaweza kukasimisha mamlaka ya kusaini mikataba ya upangaji pekee. Lengo la marekebisho haya ni kuhakikisha ukamilishaji wa mikataba ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu ya shirika kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, vifungu vya 12 na 13 vinapendekezwa kurekebishwa kwa lengo la kuondoa wajibu wa mwajiri kukata kiasi cha fedha ya kodi ya nyumba pamoja na faini ya kuchelewesha kodi kutoka kwenye mishahara ya wafanyakazi ambao ni wapangaji wa shirika. Kwa mujibu wa utaratibu unaopendekezwa, waajiriwa watalipa kodi ya pango kama ambavyo wapangaji binafsi wanalipa. Lengo la marekebisho haya ni kuongeza uwajibikaji wa moja kwa moja kwa mpangaji katika kulipa kodi ili kurahisisha ukusanyaji wa kodi za nyumba za shirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, vifungu vya 15, 16 na 17 vinapendekezwa kurekebishwa ili kuongeza viwango vya adhabu vilivyopitwa na wakati kwa mtu atakayebainika kutoa siri za shirika, kutoa taarifa za uongo na kujipatia manufaa kwenye shirika, au anayezuia wafanyakazi wa shirika kuingia kwenye nyumba kufanya ukaguzi. Lengo la marekebisho haya ni kuwezesha adhabu kutolewa kulingana na hali halisi ya thamani ya fedha na uzito wa makosa pamoja na athari za makosa hayo. Aidha, marekebisho haya yanalenga kuviwezesha vyombo vya utoaji haki kutoa adhabu kulingana na kosa lililotendwa na mtu binafsi au kampuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 18 kinapendekezwa kurekebishwa kwa kuweka mamlaka ya uteuzi wa mkurugenzi mkuu kuwa ni rais badala ya waziri
pamoja na kuboresha masharti ya uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa shirika. Lengo la marekebisho haya ni kuimarisha utawala bora na uwajibikaji katika usimamizi wa shirika. Aidha, kifungu kipya cha 18A kinapendekezwa kuongezwa ili kutenganisha masharti yanayohusu uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa shirika na ajira za maafisa na wafanyakazi wengine wa shirika. Lengo la marekebisho haya ni kuweka mpangilio bora wa masharti ya sheria kwa kuzingatia misingi ya uandishi wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 20 kinapendekezwa kurekebishwa ili kuwezesha posho na malipo mengine ya bodi kufanyika kwa mujibu wa miongozo inayotolewa na mamlaka husika. Lengo la marekebisho haya ni kuianisha masharti hayo na taratibu na miongozo inayohusiana na posho na malipo ya bodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 21 kinapendekezwa kurekebishwa ili kuondoa taratibu zinazohusu michango ya mifuko ya hifadhi ya jamii na pensheni za matibabu, kwa kuwa taratibu hizo zimetolewa na kufafanuliwa katika sheria zinazohusu hifadhi ya jamii na bima ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 22 kinapendekezwa kurekebishwa ili kuondoa mamlaka ya bodi kukasimisha majukumu kwa mfanyakazi yoyote wa shirika, na badala yake bodi iweze kukasimisha mamlaka yake kwa mkurugenzi mkuu wa shirika pekee. Lengo la marekebisho haya ni kudhibiti mamlaka ya ukasimishaji ya shirika pamoja na kuongeza ufanisi wa shirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 23 kinapendekezwa kurekebishwa ili kuongeza ruzuku kama chanzo cha mapato ya shirika. Lengo la marekebisho haya ni kuboresha uwezo wa kifedha wa shirika kwa lengo la utekelezaji bora wa majukumu yake. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 24 kinapendekezwa kurekebishwa ili kuondoa mamlaka ya bodi ya kudhamini mikopo ya shirika. Lengo la marekebisho haya ni kuianisha masharti ya kifungu hicho na sheria ya mikopo, dhamana na misaada ya serikali sura ya 134 ambayo inabainisha taratibu za upatikanaji wa mikopo na dhamana ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, vifungu vya 25 na 26 vinapendekezwa kufutwa ili kuondoa masharti yanayohusu mfuko wa dhamana na mfuko mkuu wa akiba ulioundwa chini ya sheria hii, kwa kuwa vifungu hivyo havijawahi kutumika na havina umuhimu kwa shughuli za shirika. Lengo la marekebisho haya ni kurahisisha utendaji wa shirika na kuhakikisha uwiano kati ya sheria na mahitaji halisi ya kiutendaji. NHC haitoi dhamana kwa wawekezaji binafsi wa sekta ya ujenzi wa nyumba, hivyo mfuko wa dhamana hauna maana kivitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 27 kinapendekezwa kurekebishwa ili kuiwezesha bodi kuwekeza bila kuhitaji kupata idhini ya waziri. Lengo la marekebisho haya ni kuliwezesha shirika kuwekeza kwa mujibu wa masharti ya sheria ya mamlaka ya majukumu ya msajili wa hazina sura ya 370 kuhusu uwekezaji wa mashirika ya umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 31 kinapendekezwa kurekebishwa na kifungu cha 31A kinapendekezwa kuongezwa kwa lengo la kuondoa rejea ya masharti yanayohusu mgongano wa maslahi yaliyo katika sheria ya ardhi sura namba 113. Lengo la marekebisho haya ni kuweka masharti bora ya utaratibu wa udhibiti wa masuala yanayohusiana na mgongano wa maslahi ili kuliwezesha shirika kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 32 kinapendekezwa kurekebishwa ili kuongeza adhabu ya jumla. Lengo la marekebisho haya ni kuwezesha adhabu kutolewa kulingana na hali halisi ya thamani ya fedha na uzito wa kosa. Mheshimiwa Mwenyekiti, jedwali la sheria linapendekezwa kurekebishwa ili kuainisha masharti yanayohusu bodi na taratibu zilizopo za usimamizi wa mashirika ya umma. Lengo la marekebisho haya ni kuboresha mfumo wa utawala wa bodi ili kuongeza ufanisi na uwajibikaji wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo, kwa mara nyingine tena ninaomba bunge lako tukufu liujadili mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya shirika la nyumba la taifa wa taifa wa mwaka 2025, yani the National Housing Corporation Amendment Act 2025 Bill 2025, na kuupitisha pamoja na marekebisho yake katika hatua za kusomwa kwa mara ya pili na ya tatu, na hatimaye marekebisho yanayopendekezwa yawe sehemu ya sheria za nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Deogratius Njembi. Hoja hii ya mswada imeungwa mkono. Tunaendelea sasa.